Ndege za Uingereza zilizoidhinishwa zimeshambulia ndege zisizokuwa na rubani za Urusi. Hii ni katika kuulinda mwanachama wa NATO. Ndege mbili za Eurofighter zilitolewa kwa ajili ya kushambulia ndege zisizokuwa na rubani zilipokuwa zikiruka juu ya Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Romania ilisema. Ndege mbili za kivita za Uingereza ambazo zilitoka katika kambi ya wanahewa ya Romania zilipokea mwanga wa kijani kuangusha ndege zisizokuwa na rubani za Urusi zilizokuwa zikiruka karibu na mpaka wa nchi ya NATO, Wizara hiyo ya Ulinzi ya Romania ilisema. Maafisa wa Romania na Uingereza wamesisitiza kwamba ndege za kivita hazijawahi kuingia kwenye anga ya Ukraine au kufyatua risasi kwenye ndege zisizokuwa na rubani za Urusi. Katika taarifa yake mnamo Jumamosi, Wizara ya Ulinzi ya Romania ilisema kwamba ndege za kimbunga cha RAF Eurofighter Typhoon zilipokelewa katika kituo cha 86 cha Airfest. Ziliondoka saa 2 asubuhi na kuanza mawasiliano ya rada na lengo la kilomita 1.5 kutoka Reni, mji wa bandari wa Ukraine kwenye ukingo wa Danube karibu na mpaka wa Romania. Marubani walikuwa na idhini ya kutumia ndege zisizokuwa na rubani, wizara ilisema, na kuongeza kuwa milipuko mingi imeripotiwa huko Reni. Baada ya baadhi ya ripoti za vyombo vya habari kutafsiri taarifa hiyo kama mwanga wa kijani kushambulia ndege zisizokuwa na rubani za Urusi katika ardhi ya Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza na Romania zilifafanua. Shirika la habari la Telegraph lilieleza kwamba ndege hiyo haikuwahi kuingia kwenye anga ya Ukraine na haikulenga shabaha yoyote, ikirejea kwenye kambi bila kurusha risasi. Kwa sababu lengo hilo mahususi halikukiuka anga ya Romania, halikuweza kufyatuliwa risasi. Ujumbe ulibakia kuwa wa ufuatiliaji, kuzuia na utayari wa kujibu ikiwa inahitajika, wizara hiyo ya ulinzi ya Romania ilisema. Maafisa wa Bucharest pia waliripoti kuwa kitu kilichoanguka katika eneo la Galati, mji wa Romania, moja kwa moja kutoka Danube, Ukraine, na kuongeza kuwa vipande vya ndege zisizo na rubani ziliharibu jengo na nguzo ya umeme bila majeruhi. Maafisa wa Romania baadaye walishutumu Urusi kwa vitendo vya kutowajibika na kutoheshimu kanuni za sheria za kimataifa na kuhatarisha sio tu usalama wa raia wa Romania, lakini pia usalama wa pamoja wa NATO. Tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo mwaka 2022, mto Danube umeibuka kama njia muhimu usafirishaji kati ya Kiev na uungaji mkono wake wa Europa, na ripoti za vyombo vya habari zikipendekeza eneo hilo linaweza kutumika kwa usambazaji wa silaha. Moscow imekuwa ikilani msaada wa magharibi wa Ukraine, ikisema kuwa wanachama wa NATO wanahusika moja kwa moja katika uhasama. Walakini mnamo Septemba mwaka 2025, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema Urusi haijawahi kushambulia vituo vya raia na kamwe haielekezi ndege zao zisizokuwa na rubani na makombora katika nchi za Ulaya na nchi za muungano wa NATO. Lakini wakati huu inaelezwa kwamba ndege za Uingereza ziliamua kushambulia ndege zisizokuwa na rubani za Urusi licha ya kwamba hakukuwa na madhara makubwa, na ni kwa sababu zilikuwa zikielekea katika mpaka wa Romania. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.